Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2025. Hapa ni katika mtaa wa Longdong ulioko kata Sokoni 1 jijini Arusha. Kikubwa zaidi ni kuhusiana na kifo cha mtu mmoja maarufu kwa jina la Mzungu. Amekutwa amekufa ndani kwake, lakini sababu ya kifo chake haijajulikana. Lakini tumezungumza na mashuhuda na majirani wa eneo hili. Wamesema kwamba Mzungu alikuwa anaishi peke yake, na miaka 4 nyuma alifukuza mke pamoja na watoto, akawa anaishi yeye peke yake katika nyumba hii. Lakini kikubwa pia alikuwa ni mnywaji sana wa pombe, lakini pia alikuwa hali kwa mujibu wa marafiki zake ambao alikuwa anatembea nao. Siku 3 zilizopita ndio alionekana mtaani, lakini baada ya hapo watu wakaanza kujiuliza Mzungu yuko wapi, kwa sababu si kawaida yake kutoonekana akipita mtaani. Ndipo balozi wa eneo hili akaomba vijana waruke katika ukuta ulioko katika nyumba hii na kurukia ndani. Walivyoingia wakakuta mlango wake uko wazi pamoja na mlango wa chumbani. Walipofika kitandani wakamkuta bwana Mzungu ameshafariki, na wakafanya utaratibu wa kupigia jeshi la polisi. Wakafika kwa ajili ya kuondoa mwili huu eneo hili na kwenda kuhifadhi katika chumba cha kuhifadhia maiti. Zaidi sana wananchi wanasimulia. Mohamed Shabani Sama, balozi shina namba 24. Tukio lilotokea kwenye eneo langu, mtaa wa Uswahilini, eneo la Uswahilini, mtaa wa Longdong, kata ya Sokoni 1. Majira ya saa 2 hivi alikuja kijana mmoja akaniuliza fulani yuko wapi. Nikamwambia toka jana hata mimi nilikuwa namuulizia. Akasema basi hata mimi sijamuona. Ikabidi nikamwambia aruke geti aangalie, tumuangalie. Baada ya kuruka geti tukakuta mlango wake uko wazi. Tukaingia ndani tukamkuta amelala akiwa ameisha fariki, kama hivi mlivyokuja mnamuona hapo. Ni kijana ambaye alioa wakatengana na mke kama miaka 4-5, akiwa anaishi peke yake, hana mtu mwingine ambaye alikuwa anaishi naye huko ndani. Anaitwa nani na karibu na chama ngapi? Naam, Anaitwa nani na anaitwa Nicodemus Shirima. Miaka siwezi, labda kwenye 40 na kitu hivi. Siwezi kuchunguza kwa sababu mimi sio askari. Mimi nilishuhudia tu kwamba mwananchi wangu amefariki. Kama nilivyokueleza, hatokugusa. Ndio. Sasa hilo mimi siwezi kujua kwa sababu mimi sio mwanafamilia yake. Kwenye kupika sasa siwezi nikaelewa kwa sababu hana mtu anayempikia. Kama yeye mwenyewe alikuwa anapika, labda sasa hivi tutaangalia tuone labda kuna jiko au chungu. Mara mwisho ni kama siku 3 tu hivi alionekana. Baada ya jana na leo tukawa tunajaribu kupita kuangalia zile sehemu alizokuwa anatumia kunywa pombe. Hatukumuona. Ndio asubuhi kijana mmoja akaja akaniambia, balozi, mbona simuoni Mzungu? Nikamwambia hata mimi nilikuwa nafikiria hivyo. Ndio nikamruhusu aruke hapa, ingie huku ndani tujue yuko au hayupo. Matokeo yake tulivyoingia tukamkuta kama hivyo mlivyomkuta alivyo hapa. Tukafanya utaratibu sasa na mwenyekiti wa kutoa ripoti polisi. Povu. Huyo bwana kwa mambo mengine alikuwa na ugonjwa wa kisukari. Nafikiri hiyo povu ni kwa ajili ya ile ugonjwa wa kisukari. Wananchi ambao wanaishi peke yao, ushauri hauwezi kuishi peke yako. Inatakiwa utafute hata upande wa pili wa ndugu, ukae na mtu ambaye hata ukipata tatizo anaweza akakusaidia. Nita John Ignastesha. Naishi maeneo ya hapa, ni jirani yake na huyu. Huyu namfahamu siku nyingi. Anapita pale dukani kwangu, lakini akipita iko njui amelewa.
Sasa juzi hapa nimeona hali yake ni mbaya. Yaani sio kwamba anaumwa. Yaani anapepesuka. Kuna mmoja ambaye anakanga ndizi pale anampa ndizi moja anashinda kuimaliza ndizi moja hamalizi. Sasa nikapata nikamwambia kwamba huyu mtu tusipomwangalia huyu ana siku nyingi atakata moto kulingana na hali alionayo. Sasa leo nakuja ninaambia bwana yule mtu ameshakata moto. Ndio nakuja sasa hivi hapa. Tukiingia hapo ndani kumwangalia. Tayari hali ya hewa huko ndani nzito. Na maana amekufa siku 2 au siku 3. Basi kucheki tukaona povu. Sasa tulikuwa na giza. Nikafika baba amewekewa pamba. Nikawasha simu yangu nikamulika. Kumbe ni povu linapanda. Kwa hiyo hali ndio hiyo. Mazingira nyumbani kwake kuko Shangalabaga. Hakujakaa vizuri. Kwa maana mke wake ameondoka na watoto wamemtoroka kulingana na hali yake. Kwa hiyo kumekaa tu ovyo ovyo tu. Kwa kweli hapo sijui. Lakini ninachohisi ni kwa sababu ya ulevi. Ndio maana mke wake amemwacha. Kama ulevi wake ilikuwa ni wa kutisha. Yaani unakuta saa 2 yuko ameshalewa, yuko tu amekaa mahali ametulia. Pombe ikipungua kidogo anaenda kunywa tena, anaenda kuongeza tena. Ina hizo inachangia ni kutokula. Kwa maana wewe kama ndizi moja huwezi kumaliza. Hapo akipombe anaenda kunywa pombe ya kutosha. Sema hii ni hatari hiyo. Kwa hii tukio ambalo limempata la kifo chake ni kwa sababu ya kutokula pia. Kwa maana angekula vizuri huenda angeendelea. Ushauri na utoa sasa hivi. Mwanadamu yoyote ushauri wetu kwa sababu alikuwa mchaga mwenzetu. Kwa kweli pombe tupunguze. Na ikiwezekana tuache kabisa. Na kama unaenda kunywa hakikisha umekula. Na kingine pia unapokaa ndani hakikisha umekaa na mtoto au mtu yeyote ile. Ili tatizo zote likitokea basi huyu anaenda kutoa taarifa. Naitwa Violet. Ni balozi wa jirani na huyu Shabani Mohamed. Nilipata taarifa kwamba jirani amefia ndani. Na nikajaribu kuuliza ilikuwa kwaje, mlijuaje? Nikaambiwa hakuonekana kuanzia jana, ndio maana watu wakashtuka. Lakini Jumapili mimi nilimuona akipita mchana maeneo dukani kwangu. Kwa hiyo sikumuona tena. Na kwa hali halisi ukiangalia huenda labda akawa amekufa juzi usiku kuamkia jana. Kwa hali halisi ukimwangalia, lakini chanzo cha kifo chake hatujui. Hana shida, muda wote si anajulikana alivyo. Kwa sisi tulivyomzoea. Kawaida tu. Sijui sasa mimi sio mtumiaji, wewe sina matumizi ya hivyo vitu. Mimi nawashauri tu vijana haswa hususan hawa wanaokaa wenyewe wajaribu kucheki mazingira. Ikionekana unakaa peke yako, omba hata mtoto wa jirani unalala naye kwa ajili ya kampani. Ili hata ikitokea la kutokea upate mtu wa kukusaidia. Maana angekuwa na mtu, watu wasingeteseka hata kujua kwamba amefanya nini au imekuwa kuaje au aliumia kiasi gani wakati anataka kukata roho au huenda alihitaji hata maji ya kunywa. Kwa hiyo mimi nashauri wakati watu wanakunywa wapunguze kwanza kunywa. Hiyo ni kitu cha kwanza, maana hata ni sio vizuri kwa afya ya kibinadamu. Hata wale wauzaji wenyewe wanaotengeneza wanakuambia ni hatari kwa afya, lakini unauziwa. Hicho tu mimi nawashauri wasiendelee kunywa. Na kama wanakunywa kunywa kwa kiasi, isikuzidi, angalau ujitambue. Changamoto za namna hizo zipo. Huenda kuna mwingine labda alikuwa na mwenzi wake wakatofautiana, akawa anaishi peke yake, lakini mimi nafikiri kuishi peke yako bila mke isiwe sababu ya kukosa hata faraja kutoka kwa ndugu. Angeomba hata ndugu zake, hatujui wana shida gani wenyewe binafsi, lakini angekuwa hata na mtoto wa ndugu yake au na mtoto yoyote anakaa naye, inakuwa rahisi mtu kupata huduma kwa wakati ule. Hata taarifa kuenea kwa wakati. Unaweza kupata taarifa kwa haraka kwamba kuna shida hii hapa jamani tusaidieni. Mtu si anapiga ukunga. Kwa hiyo vitu kama hivyo vipo. Hayo ni mahusiano yao. Sitaki kuingilia ndoa za watu. Maana hata alivyoondoka mimi sikuwepo na hata sijui. Kwa hiyo mahusiano ya watu ni vigumu kuyazungumzia. Ila mimi nashauri tu ikitokea umetengana na mwenzi wako, tafuta mtu wa kuishi naye. Watoto si wapo, hata ndugu yako unamuomba. Pombe sio mbaya. Na chakula inatakiwa ule. Mimi nikiangalia mazingira aliyotengeneza mzungu ni mazuri sana.
hamna mwingine anaweza akafanya mazingira haya, lakini ni pombe. Akaingia tamaa, alishaoa, alikuwa na mke hapa nyumbani, mke akaondoka, lakini kuondoka kwake yeye ndo alitengeneza mazingira ya kuondoka mke wake, sawa. Lakini kila mtu anakunywa pombe, lakini anakula. Lakini ukiangalia kwa mazingira ya huyu mzungu hapa nyumbani, ni maisha mabovu, mazingira mabovu sana. Uwezi ukajenga nyumba alafu ukamfukuza mke alafu leo unafia ndani mwenyewe. Chakula hamna. Kwa maana akija mazingira haya hapa nyumbani, chakula anapata wapi? Anakipata wapi chakula hapa? Na kama hujatengeneza mazingira ya kupata chakula, ukaacha kodi ya nyumba ndani, hiyo chakula unaipata wapi? Maisha ya binadamu ni ya kwenda kutafuta ili upate ili uache kodi ya meza mezani. Lakini kama hujaenda kutafuta, kama ukizunguka, kile unayekutana naye akakwambia naomba jero au naomba buku, si atakupa hela? Si utakunywa? Ukishakunywa chakula unapata wapi? Ni mazingira ya kutengeneza kwa sisi kwamba hivi huyu anayenipa na mimi ndio naye kwenda kununua chakula. Maisha alivyo mzungu ni maisha mabovu, na ni kijana wangu mimi ndo nimemjengea nyumba mpaka hapa saizi alipokuepo, lakini amekufa mazingira mabovu. Hapo kumshauri kwa nyuma labda? Nilishamshauri sana, nampa ushauri, saa nyingine ananiambia nipata hela ya kula, nampa. Kumshauri labda achukue mke mwingine? Mke? Ukiangalia maisha ya mzungu ni wake wawili anao saizi. Si ana mke wa kwanza, ana wa pili, wamezaa wote. Si ana watoto wawili? Wote wakaondoka. Wote si wameondoka. Kwa sababu kuondoka ni ulevi wake. Ulevi. Lakini ni kutengeneza mazingira. Kutengeneza mazingira. Usifikirie mke akiondoka ujue kuna sababu. Na familia inajengwa, sawa? Inajengwa na ndugu. Leo nimegombana na kaka yangu, ndugu yangu, inabidi nipate upatanisho kwanza, ili tuyatengeneze. Ili kabla ijanifikia mimi kufa mimi, ukute ndugu amejia hapa. Sasa kama umegombana na ndugu, unategemea kwamba unatengeneza mazingira gani? Ndugu zake wako wapi labda? Ndugu zake ndio imebaki sisi sasa.